Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya, taarifa kwa umma kuhusu ugonjwa wa Mpox nchini. Mnamo tarehe 7 Machi mwaka 2025, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa ilipokea taarifa za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Dalili hizi ziliambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo. Kati ya wahisiwa hao, mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda Dar es Salaam. Baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi. Mnamo tarehe 9 Machi mwaka 2025, uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Mpox. Hivyo hadi sasa jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji na uchunguzi na utambuzi kubaini kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Chanzo cha ugonjwa ni wanyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza kupata ugonjwa huu kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama majimaji au nyama wenye maambukizi. Aidha, endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kwa taarifa hii, wizara inawahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu, na hasa kutokana na uzoefu tulionao wa kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali itaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji elimu ya afya na kuhamasisha jamii ili iweze kuwezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga. Kwa kuzingatia kuwa magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi hayana tiba mahususi, ila mgonjwa anahudumiwa kulingana na dalili alizonazo. Hivyo wizara inawasihi na kuasisitiza wananchi wote kuzingatia kutekeleza kujikinga kama ifuatavyo. 1. Kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu unapoona mojawapo ya dalili za ugonjwa Mpox, au piga simu nambari 199 bila malipo. 2. Kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye dalili za Mpox. 3. Kuepuka kugusana kwa kupeana mikono, kubusiana, kukumbatiana au kujamiana na mtu mwenye dalili za Mpox. 4. Kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za Mpox. 5. Kuepuka kumhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa Mpox bila kuchukua tahadhari. 6. Watumishi wa afya kuzingatia kanuni za kujikinga na magonjwa wakati wote wanapohudumia wagonjwa, ikiwemo wenye dalili za vipele na homa. 7. Kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Wizara ya Afya itaendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huu kadri taarifa za ufuatiliaji na uchunguzi zinavyopatikana. Wizara inashauri wananchi kuendelea na shughuli za kila siku kwa kuzingatia tahadhari za kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Vile vile, wizara inapenda kuwapa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa Marburg. Kumbuka kwamba mnamo tarehe 20 Januari mwaka huu, serikali ilihabarisha umma kuhusu kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa virusi vya Marburg. Mwenendo wa udhibiti wa ugonjwa huu unaendelea vizuri, na hadi kufikia leo Machi 10 mwaka 2025 zimetimia siku 41 bila kuwa na mgonjwa mpya. Imetolewa na Jenista J. Mhagama, waziri wa afya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.